Bana ndugu mwana michezo, kuna jambo la kujiuliza sana katika sakata hili la Young Africans dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club baada ya kuwa gumzo katika sehemu mbalimbali, lakini vile vile baada ya kuwa pasua kichwa katika vichwa vya mashabiki wa soka Tanzania, lakini hata nje mipaka ya Tanzania, kutokana na swala hili kuweza kuonekana kuwa ni swala ambalo limekosekana utatuzi, ambapo kila mmoja likibaki linamshangaza viongozi wana kazi gani, viongozi wana maamuzi gani, au viongozi wanafanya nini mpaka kuonekana swala hili kwamba halina maamuzi, au kuonekana timu moja inapendelewa na uongozi wa bodi ya ligi, nyingine inakandamizwa, ambapo inaleta maswali mengi sana na kufanya mtu kuweza kujiuliza na kuweza kuleta hoja mbalimbali na kuweza kufikiria kitu gani ambacho kinaenda kuikumba Tanzania katika michezo, lakini vile vile kitu gani ambacho kinaenda kuikumba ligi yetu ya hapa Tanzania. Moja kwa moja ndugu mwana michezo, tukiachana na hayo yote, nadhani maswali utakuwa nayo mengi sana kichwani mwako, unajiuliza kuhusiana na sakata hili, lakini vile vile najua huenda ukawa umetoa wazo au una mawazo kuhusiana na sakata hili. Kwa nini bodi ya ligi wasifanye hivi pamoja na TFF? Lakini vile vile kwa nini bodi ya ligi wangeamua maamuzi fulani ingekuwa ni sahihi sana? Huenda unajiuliza sana na unafikiria sana kuhusiana na sakata hili na unawaza litaishaisha vipi, na je, timu moja ikionekana kwamba imepewa point, timu nyingine itaonekana kwamba imefanyiwa ndivyo sivyo, na timu moja vile vile ikionekana pia imepewa pointi vile vile, yani bado panaonekana kuna ugumu katika swala hili, na mwisho wa siku kuleta mtafaruku na kuleta gumzo, lakini vile vile kuleta matupiano ya maneno ya huku na kule kuhusiana na sakata hili. Na tukiachana na hapo sasa, moja kwa moja ndugu mwana michezo, yote hayo nimeweza kudokeza kuhusiana na sakata hili. Kikubwa ni kuhusiana na rais wa FIFA, moja kwa moja ameweza kutoa kauli tata na barua imeweza kutoka kuhusiana na sakata hili baada ya kuonekana lina mtafaruku mkubwa sana, kila mmoja akiwa hajui kitu gani kiweze kufanyika, uongozi ukiwa unashindwa kujua ufanye nini katika hili, uongozi ukiwa unakaa na kutafakari ufanye nini katika hili, ukiwa tayari umeshatoa tarehe husika kwamba tarehe 15, lakini kwamba imeonekana hizo tarehe 15 Young Africans wamekataa kucheza na Simba Sports Club wenyewe wako tayari. Sasa wameweza kutangaza, tumepata kuona kwamba wasipoingia uwanjani Young Africans basi Simba watapewa pointi, lakini bado Young Africans ameweza kukataa na ameyatafuta ushahidi wa vitu mbalimbali, wa matukio mbalimbali ambayo yanaonyesha kwamba bodi ya ligi iko pamoja na Simba Sports Club na inawapendelea Simba Sports Club. Wameweza kutafuta ushahidi na wameandaa ushahidi, ambapo katika ushahidi huo wameorodhesha timu mbalimbali ambazo zimecheza na Simba, ambazo Simba Sports Club inaonekana amefanya matukio mengi sana, amependelewa sana katika michezo hiyo, lakini vile vile wakijumuisha na tukio hili. Kwa hiyo moja kwa moja imewafanya tena bodi ya ligi kuweza kusitisha ile tarehe na kuweza kuamua maamuzi mengine. Mwisho wa siku FIFA wameamua waweze kuingilia kati. Swala limekuwa ni gumu. Young Africans wamekataa kabisa kucheza mchezo huo, wamepeleka tena maombi yao upya kuweza kulianzisha tena swala hili ili kuona linamalizikaje, baada ya bodi ya ligi kuwa walikuwa washapanga tarehe wenyewe kukataa tena hiyo tarehe kwamba hawezi kucheza. Mwisho wa siku wameamua tena Young Africans kulianzisha swala hili upya. Mwisho wa siku FIFA wameweza kuingilia kati. Rais wa FIFA ameweza kutoa tamko kuhusiana na sakata hili, na moja kwa moja imekuwa ni jambo la kujiuliza, kwa nini FIFA ameweza kuingilia swala hili? Mbona lilikuwa lina uwezo wa kuisha tu hapa nyumbani, lakini hapa nyumbani limekuwa ngumu ndugu wana michezo, na kafu huko limeenda, lakini bado panaonekana kuna ugumu sana na kwenyewe, na mwisho wa siku limeweza kufika FIFA. Na Young Africans wamehangaika sehemu nyingi sana kupeleka swala hili, mwisho wa siku limefika FIFA, na FIFA wameamua kuingilia kati swala hili, na maamuzi ambayo yameweza kutoka ni maamuzi ambayo ni tata kweli kweli, ambayo huenda yakawa bado vile vile yanasintofahamu na kila mmoja asiweze kuridhika nayo, au mmoja akaridhika nayo mwingine asiridhike nayo. Na maamuzi hayo ni yapi ndugu wana michezo? Kabla sijakujuza sasa, moja kwa moja tukukumbushe na tukuombe kubonyeza maneno yanayoandikwa subscribe kama bado hujafanya hivyo, lakini vile vile usisahau kulike hapa pamoja na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila zinapotoka, na uwe mwanafamilia yetu wa channel hii uweze kupata habari moto zile zenye ukweli na uhakika, lakini vile vile zile za ndani ambazo huwezi kuzipata sehemu nyingine yote, basi hapa unazipata masaa 24. Taarifa bana iliweza kutoka FIFA ni kuhusiana na sakata hili la Young Africans. Wameweza kusema kwamba wameweza kupokea malalamiko kupitia timu ya Young Africans kutoka Tanzania kuhusiana na sakata hili.
na wameweza kueleza jinsi ilivyokuwa na malalamiko hayo yanasema vipi. Ni kwamba Young Africans wameweza kuhitaji kuhitaji usaidizi ili kwamba kuhitaji swala hili lisiishie hivyo, yani kwamba dabi wenyewe hawataki kucheza na bodi ya ligi ilikuwa imetangaza tarehe kwamba wenyewe hawataki kucheza na wanaomba kwamba swala hilo liishie hivyo. Bado kuna mambo mengi ambayo wanaona wamefanywa figisu. Rais wa FIFA akiweza kusema kwamba anahitaji swala hilo liweze kumalizika haraka sana, na amepokea malalamiko na ameweza kuona kwamba malalamiko hayo yako sahihi na yana asilimia takriban 70 ya usahihi. Kwa hiyo moja kwa moja inabidi swala hili lichunguzwe tena na tarehe hiyo iweze kusitishwa, lichunguzwe tena swala hili alafu lifanywe maamuzi ambayo yatakuwa ni sahihi kwa muda mwafaka. Endapo patatokea tofauti, basi viongozi ambao wataamua tofauti au utajulikana kuna chochote ambacho kimefanyika aidha rushwa na mengineyo, basi wataweza kuchukuliwa hatua katika hili. Akiweza kusema hayo na mengi sana kuhusiana na sakata hili, lakini haswa tarehe huenda tukapata kuona imeweza kusitishwa kutokana na taarifa iliyoweza kutoka FIFA baada ya sakata hili kuwa kubwa na Young Africans kutokukubaliana na matokeo yaliyoweza kutokea. Ndugu wana michezo, wewe unaona nini na unatoa comment gani kuhusiana na swala hili? Kwa nini jambo hili litakuwa ni pasua kichwa sana, lakini vile vile linaleta maswali mengi, na kwa nini linafanya kwamba kuona kwamba ligi yetu haina chochote au timu zetu hizi kwamba hazina chochote, afu inaonekana kwamba kuna imani za kishirikina zinatumika sana? Dondosha comment yako hapo chini, lakini vile vile usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Andika comment yako hapo chini kuhusiana na swala hili, lakini vile vile kuhusiana na moyo wako wewe unawaza nini na akili yako inawaza nini kuhusiana na sakata hili. Je, maamuzi ambayo yametolewa na FIFA ni sahihi, au maamuzi ambayo walikuwa wameshachukua bodi ya ligi kuweza kutaka mchezo huo urudiwe ni sahihi?